naitwa mchungaji Mika Fonka na chunga kanisa la Tanzania Assemblies of God TAG. Pia ni mwenyekiti wa baraza la makanisa ya Pentekoste wilaya ya Ilala. Nianze kwa kutoa shukrani kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa juhudi kubwa ambazo amezifanya hata kuleta ile hali ya kuondoa ile matumizi ya mkaa na kuleta matumizi ya nishati safi. Hii itasaidia sana hasa kwa ajili ya kuepusha gharama za matumizi. Kwamba pia si gharama za matumizi tu, pia itasaidia kuweka mazingira ya nchi yetu katika hali nzuri ili tuendelee kupata mvua nyingi za kutosha, kwa sababu ule uharibifu wa mazingira utakuwa umepungua sana kwa kiwango kikubwa. Hivyo tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa pia kupitia wawezeshaji ambao wametuwezesha siku ya leo kupitia idara ya nishati na madini pamoja na ofisi. Ninajisikia kuwa na mzigo mzito kabisa wa kuweza kwenda kuhamasisha kwenye wilaya yangu ya Ilala, nihamasishe wachungaji, maaskofu pamoja na washirika wetu katika makanisa yetu ya wilaya ya Ilala. Kwa hiyo nimeondoka hapa na azimio ya kwamba nitafanya vikao katika wilaya ya Ilala kuwaita wachungaji na maaskofu ili niwape elimu hii ambayo nimeipata, na pia kuwaita wawezeshaji waje kuwawezesha wachungaji kwa wingi pamoja na washirika wetu ili elimu hii iweze kuwafikia wengi. Paulo Victor Simbe ni mchungaji wa kanisa la Pentecost Association kama kifupi FAMTI iliyoko Kinyerezi katika wilaya ya Ilala. Kulingana na semina hii nimejifunza kitu kikubwa kimoja, hasa kwamba kumbe inawezekana ukatumia umeme na ukatumia gharama ndogo sana kuliko gesi. Watu wengi wanaposema nishati safi wanawaza gesi, lakini kumbe teknolojia imeenda mbele zaidi ya hapo, kwamba sasa unaweza kutumia majiko haya ya induction cooker na ukatumia umeme mdogo sana na ukatumia gharama ndogo sana kuliko mkaa, kuliko gesi. Kwa mimi ushauri wangu nitaenda kuambia na kuhamasisha waumini na wachungaji wenzangu kwamba waanze kutumia nishati safi kwa kutumia umeme kupitia majiko haya, na kila atakayepitia akajifunza akaelewa, hakuna mtu atakayetaka mkaa tena, kwa sababu mkaa sasa ni ghali kuliko majiko haya. Gesi sasa ni ghali kuliko haya. Gesi tutaitumia ndio, itakuwa kama ziada pale ambapo umeme pengine umekatika au kuna short mahali. Nitahamasisha mtu atumie gesi. Jiko janja! Karibuni sana kwa matumizi ya jiko janja. Asante Mama Samia Hassan Suluhu kwa ajili ya kumwezesha mwanamke kutoka katika matumizi mbalimbali ya nishati kwa ajili ya kupikia, na wakati huu umetutengenezea majiko ya jiko janja. Asante Mama, Mungu abariki sana. Watanzania wote karibuni kutumia majiko haya. Ni majiko bora ya kisasa ambayo yanamudu, kila mtu anaweza akatumia, awe mtu mkubwa wakati mwenye uchumi wa aina yoyote anaweza akatumia jiko janja. Mungu abariki. Naitwa mchungaji Oliveri Matayo Kasoyaga, ni mchungaji wa kanisa la EAGT, ni mjumbe wa CPCT wilaya ya Ilala. Hakika semina hii imekuja kwa wakati. Namna gani mama yetu Samia, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, daktari, jinsi anavyothamini maisha ya wananchi wake. Tumeona kabisa huu thamani wa kutuletea sasa hivi nishati hii ili kukomboa jamii ya mwanamke kwa nchi yetu ya thamani sana. Na tunapotoka hapa kwenye semina hii, tutawaelekeza na washirika wetu jinsi ya kutumia nishati hii ili tuache kutumia mkaa. Nishati hii ni nzuri, itasababisha wale ambao walikuwa wanauma magonjwa ya TB wakapata kuondokana na magonjwa hayo. Mkaa ulikuwa unasababisha magonjwa mbalimbali, karatasi wanachoma, lakini kupitia nishati hii ya umeme imekuwa mkombozi,
imekuwa faraja, imekuwa elimu tosha. Nikitoka hapa na kwenda kufundisha washirika wangu namna gani ya kutumia majiko haya ya nishati ili tuepukane na kuepukana magonjwa hayo mbalimbali. Tunamshukuru sana rais wetu Mama Samia kwa sababu ya ajenda ambayo ametuletea kutumia hii nishati baada ya kutumia mkaa. Tunawashukuru. Stephen Nchimbi ni mwenyekiti East African Journalists Forum, lakini pia mratibu wa nishati. Leo tuko hapa kuwapa elimu kuhusiana na jambo zima la matumizi ya nishati safi ya kupikia ya umeme, na tunaamini kabisa kwamba lengo la hawa maaskofu kushiriki elimu kama hii itawasaidia hata pia wao kuwa mabalozi kule kwenye nyumba zao za ibada, lakini pia kuwapa elimu wachungaji wao ambao wanaongoza hata katika ngazi ya wilaya mpaka kijiji. Na niseme kwamba tunaamini kabisa kwamba watu hawa wanaweza kuwa ni mabalozi wazuri wa kuelimisha, kwa sababu wanakutana na watu mbalimbali, lakini sio hivyo tu, na wao wenyewe kuwa sehemu ya kutumia nishati safi. Tumeona kwamba wengi wao wanatumia mikaa na mambo mengine, lakini wameondoka, wamepokea elimu na wanakwenda kuifanyia kazi, na wengine wameondoka na majiko hapa kwa sababu ya kupata uelewa. Lakini tuna imani kabisa kwamba lengo letu ni kutaka kumuunga mkono Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba ajenda yake ifikapo 2034 80% ya Watanzania wanatumia nishati safi ya kupikia. Sasa mazingira yetu kama tunavyofahamu, tukikata miti tunakuwa tunaharibu mazingira, lakini tunasema tutaelimisha Watanzania, tutapanda miti badala ya kukata miti ili kuondoa hata zile shida za kupata mafuriko kama ambavyo yalivyotokea kipindi cha nyuma. Na tumebaini pia kwamba kinachokosekana kwa viongozi wetu hawa, lakini Watanzania kwa ujumla, ni elimu. So tumeona kwamba sisi tuendelee kuwaelimisha, na tumelenga kuwafikia Watanzania 80% kama Mheshimiwa Rais anavyosema, 80% ya Watanzania kuwa wanatumia nishati safi. Ukiwasha umeme ni la haraka na unafanikiwa kwa ibada, na waumini wasiona kama umechelewa kanisani, si ndio? Kwa hiyo umeme tunapozidi kuambia tumieni umeme kuanzia kupikia, kwenye matumizi yote basi, lakini kwenye kupika. Sasa hivi kuna pressure cooker ambazo zinapika mpaka samaki mbichi. Yule samaki unamchukua vile vile alivyo mzima, vile vile mbichi, unamtumbukiza na miba yake. Ziko pressure cooker hizo. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge, Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia ofa maalum wahitimu wote wa kidato cha 4 2024 kwa kozi mbalimbali zikiwemo computer application, ICT for beginners, CCTV camera, video production, graphics design pamoja na sales and marketing. Kozi hizi zitaanza tarehe 2 mwezi wa 12 kwa awamu ya kwanza na tarehe 6 mwezi wa kwanza 2025 kwa awamu ya pili. Pia muhula mpya wa masomo kwa kozi za IT, hotel management na front office utaanza tarehe 8 January 2025. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0766348652 au 0717816034. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.